kila mwanadamu alicho nacho hapa duniani, kila ambacho mwanadamu anaweza kukipata hapa duniani kimetoka juu, kimeshuka kutoka kwa Baba. Hivyo vyote tulivyo navyo vimetoka kwa Baba. Maana neno la Bwana linasema kila kinachotolewa kilicho kamili, lakini kila kinachotolewa kilicho chema kinatoka kwa Mungu. Na je, ikiwa kila chochote kinachotolewa kilicho chema ni cha Bwana, utagundua ya kwamba mwanadamu anatakiwa kupokea kwa Mungu tu. Mikono yake inapaswa kuwa wazi kupokea kutoka kwa Mungu. Na ikiwa ndiyo hivyo, utagundua ya kwamba mwanadamu hana chochote. Hana chochote. Nikukumbushe tu, unaweza ukakumbuka namna ulivyokuja duniani. Vile ulivyokuja duniani unaweza ukawa hauna ufahamu wa kutosha, lakini ukiwauliza wazazi wako kama wapo, ukiwauliza wale ndugu wa karibu waliokuzidi umri, ukiwauliza majirani wa baba yako, unaweza ukagundua vile ulivyokuja. Tumezaliwa tukiwa uchi. Ninakumbuka habari za Ayubu, sura yake ni ya kwanza, ukisoma hususan mstari wa 21. Ayubu alipoletewa taarifa juu ya habari ya vitu alivyokuwa navyo, maana namna ambavyo taarifa zilikuja kwa namna ya ajabu sana. Mmoja analeta taarifa, Biblia inasema alipokuwa kingali akisema, mwingine akaja akaleta taarifa, alipokuwa ngali akisema hajamaliza, mwingine akafikisha taarifa. Taarifa zikaja mfululizo, moja za watoto ya kwamba wameangamia. Sio watoto wakimalizika, inakuja taarifa nyingine ya kwamba na mifugo, wale ng'ombe, ngamia na kondoo na biashara zako, vyote alivyokuwa navyo, kwa sekunde na kwa dakika yupo akipokea taarifa zote kwa pamoja, vyote vimepotea. Ndipo Ayubu anararua mavazi yake, na neno la Bwana linasema akanyoa nywele zake ambazo hata na hivyo hakuja nazo, akaanguka chini. Anasema ya kwamba nalikuja uchi na nitarudi uchi, nalikuja uchi na nitarudi uchi. Mwisho anasema Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe.